Na hii ni Mnyalu TV. Ni takriban watu 18 wamepoteza maisha na wengine 19 wamejeruhiwa wakati wa moto wa nyika wa Korea Kusini ukiendelea kuteketeza eneo la kusini mashariki mwa nchi hiyo, kulingana na idadi ya hivi punde kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama. Balaa hilo ambalo halijawahi kushuhudiwa bado ni baya, kulingana na Kaimu Rais Han Duck-soo ambaye alisema moto huo unaandika upya vitabu na rekodi za moto mbaya zaidi katika historia ya taifa lao. Zaidi ya watu 23,000 wamehamishwa na mamia ya majengo kuharibiwa, huku pepo mkali ukichochea moto huo. Maeneo kadhaa ya urithi wa kitamaduni pia yameathiriwa, ikiwa ni pamoja na hekalu la Buddha la umri wa miaka 1500 ambalo liliharibiwa wakati wa hazina nyingine za kitaifa zikihamishwa. Maelfu ya maafisa wa zimamoto na wanajeshi wapatao 5,000 wametumwa kudhibiti moto mwingi, zikiwemo helikopta kutoka kwa jeshi la Marekani lililoko Korea. Moto wa nyika si wa kawaida nchini Korea Kusini, na vifo vinavyohusiana ni nadra. Pia mioto ya sasa ambayo imeua watu 18 ndani ya siku chache zilizopita na tayari ni mbaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Takriban ekari 17,000 za misitu pia zimeharibiwa na kufanya moto huo kuwa watatu kwa ukubwa katika historia ya Korea Kusini kwa eneo hilo. Heritage Service, shirika linalohusika na kuhifadhi na kukuza urithi wa kitamaduni wa Korea, liliboresha onyo lake la maafa hadi kiwango cha juu zaidi kibaya siku ya Jumanne kutokana na hatari kubwa ya uharibifu wa maeneo ya urithi. Na hii ni Mnyalu TV.